ufuatao wa ujumbe wa Pentekoste 2026 kutoka Halmashauri ya Walei Katoliki Tanzania. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Ndugu wapendwa katika Kristo, katika maadhimisho haya ya Pentekoste mwaka 2026 tunasimama tena mbele ya fumbo kuu la upendo wa Mungu lililofunuliwa kwa kushuka kwa Roho Mtakatifu juu ya mitume. Matendo sura ya 2 aya ya 1 hadi 11. Tukio hili si kumbukumbu ya historia, bali ni moto hai unaotaka kuwaka upya ndani ya mioyo yetu kwa siku ya leo. Ni sauti ya Mungu inayotutia au inatuita sisi sote, hasa walei, tuamke, tubadilike na tuanze kuishi kwa dhati wito wetu wa Kikristo. Katika mwanga wa maandiko matakatifu, mafundisho ya Mtaguso Mkuu wa Vatikano wa Pili, mafundisho ya Papa Leo wa 14 akirejea barua ya kitume ya Mtaguso Mkuu wa Vatikano wa Pili, akirejea barua ya utume ya Baba Mtakatifu Francis ya furaha ya Injili ya mwaka 2013, tunaitwa kuingia katika maisha ya imani yaliyo hai yanayoshuhudiwa kwa matendo, si kwa maneno pekee. Bwana wetu Yesu Kristo anatutuma kwa msisitizo usio na kificho: hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Mmepata bure, toeni bure. Mathayo sura ya 10 aya ya 7 hadi 8. Hili si ombi, bali ni agizo. Hili si jukumu la wachache, bali ni wito wa kila mbatizwa. Na bado ukweli unauma ni mara nyingi tumenyamaza pale tulipotakiwa kunena. Tumeficha imani yetu pale tulipotakiwa kung'aa, na tumeishi kama watu wa dunia hii badala ya kuwa mashahidi wa ufalme wa Mungu. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mathayo 28 aya ya 19 hadi 20. Si maneno ya kupita, bali ni utume unaodai uhai wetu wote. Kama kanisa linavyofundisha, walei si watazamaji, bali ni watendaji wakuu wa uinjilishaji hapa duniani. Ndio maana tunakumbushwa tusichoke kutenda mema. Galatia sura ya 6 aya ya 9. Lakini je, tunachoka kwa sababu gani? Je, si kwa sababu mioyo yetu imepoa? Je, si kwa sababu tumekubali kuishi nusu imani ya Jumapili tu, bila mizizi katika maisha ya kila siku? Pentekoste ya mwaka huu iwe ni sauti ya kuamsha dhamira. Hatuwezi kuendelea kuwa Wakristo wa mazoea bila mageuzi ya kweli ya ndani. Habari njema ya ufalme wa Mungu huanza na toba ya kweli. Msifananishwe na dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Warumi 12 aya ya 2. Uongofu si jambo la hiari, ni sharti la wokovu. Hatuwezi kumfuata Kristo huku tukishikilia dhambi kwa mkono mwingine. Hatuwezi kuwa mashahidi wa nuru huku tukiishi gizani. Tukizingatia mafundisho ya Kanisa Katoliki, tunakumbushwa kuwa maisha ya Kikristo yanahitaji nidhamu ya kiroho, sala ya kweli, toba ya dhati na mshikamano wa sakramenti. Hapo ndipo nguvu ya kubadilika hupatikana. Bila hivyo, imani hubaki tasa isiyozaa matunda. Nabii Hosea anatoa onyo kali lisilopaswa kupuuzwa. Watu wengi wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hosea 4 aya ya 6. Huu ni ukweli unaojidhihirisha hata leo. Wengi wanapotea si kwa sababu hawajui kusoma, bali kwa sababu hawamjui Mungu. Biblia ipo, mafundisho yapo, kanisa lipo, lakini moyo wa kuyatafuta na kuyaishi umepungua.
katika ratiba zetu za kila siku. Kama Mtaguso Mkuu wa Vatikano wa Pili unavyosisitiza, neno la Mungu ni chakula cha roho. Bila chakula hiki imani hufa polepole. Pentekoste inatukumbusha pia kuwa hatuko peke yetu. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Matendo sura ya 2 aya ya 4. Roho Mtakatifu ndiye nguvu ya kanisa, ndiye anayewasha moto wa imani, ndiye anayetoa ujasiri wa kushuhudia pale tulipokuwa na hofu. Lakini swali la kujiuliza ni hili: je, tunamruhusu kweli Roho Mtakatifu atutawale, au bado tunamzuia kwa ukaidi wetu, kwa dhambi zetu na kwa uvuguvugu wetu wa kiroho? Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Wakorintho wa pili sura ya 13 aya ya 14. Ushirika huu si wa maneno ya baraka tu, bali ni maisha ya kweli ya kumtegemea Mungu kila siku. Katika mwanga wa kanisa la kisinodi, tunaitwa kutembea pamoja kama watu wa Mungu, tukisikilizana, kushirikiana na kubeba mizigo ya wengine kwa upendo. Hata hivyo, sinodi si mjadala wa maneno matupu, bali ni wito wa toba na mageuzi ya kweli ya moyo, tukiruhusu Roho Mtakatifu atuongoze katika maisha yetu ya imani hai. Hivyo, tunahimizwa kuacha ubinafsi na kujenga umoja unaotokana na Kristo, tukishuhudia Injili kwa vitendo. Ndipo sisi walei tunapoitwa kung'aa katika familia, kazini na jamii, tukiwa kweli chumvi ya dunia na mwanga wa ulimwengu. Ni kweli kwamba mara nyingi tunajitetea kwa kusema roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Mathayo 26 aya 41. Lakini je, hatujatumia maneno haya kama kisingizio cha kuendelea katika udhaifu? Kristo hakutuacha msaada. Vaeni silaha zote za Mungu. Waefeso 6 aya ya 10 hadi 13. Hii ni vita ya kiroho na ushindi wake unadai ujasiri, nidhamu na imani thabiti. Mtume Paulo anathibitisha kuwa hata katikati ya mateso. Wakorintho wa pili sura ya 11 23 hadi 27. Neema ya Mungu inatosha. Hivyo basi, kukata tamaa si chaguo la Mkristo. Ndugu wapendwa, pengine hali ya imani yetu imefika hapa ilipo kwa sababu sisi wenyewe tumezembea au tumekuwa waoga au tumekubali kuishi chini ya kiwango cha wito wetu. Lakini Pentekoste hii ni nafasi ya neema, nafasi ya kurudi, ya kuanza upya, ya kusema kwa unyenyekevu, wewe Bwana uko katikati yetu, usituache. Yeremia 14 aya ya 9. Mungu hachoki kutuita, lakini je, sisi tuko tayari kuitika? Huu ndio wakati wa kubadilika. Huu ndio wakati wa kuchoma mioyo yetu kwa moto wa Roho Mtakatifu. Huu ndio wakati wa kuacha imani ya juu na kuingia katika undani wa ufuasi wa Kristo. Tusonge mbele bila uoga, tukishikilia ahadi yake, mimi nipo kwa nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo 28 aya ya 20. Basi kwa sauti moja, kwa moyo uliowaka moto wa imani na kwa maisha yanayoshuhudia, tusimame na kutangaza kwa ujasiri. Tafadhali wote tuseme: ufalme wa